Nyumba ya kifahari yenye siri za mizimu. Miaka ya 1800 mwanzo wa giza. Karne moja kabla ya nyumba hiyo kujengwa. Eneo hilo lilikuwa ni msitu mnene uliotawaliwa na miti mikubwa ya miombo na mizinga ya nyuki. Wanakijiji wa maeneo ya karibu walihofu kuingia humo baada ya jua kuzama kwa sababu ya hadithi za mizimu na viumbe vya ajabu vilivyozunguka vichaka hivyo. Hapo ndipo alipotokea mtu mmoja tajiri aitwaye Mzee Hamisi, mfanyabiashara wa watumwa kutoka pwani ya Afrika Mashariki. Alikuwa mtu mkali, mwenye tamaa ya mali na aliyeamini katika nguvu za giza. Alikuwa akiamini kuwa utajiri wake ulitakiwa kulindwa kwa kutumia kafara za damu. Mzee Hamisi alipata shamba kubwa katika eneo hilo, akalifanya kuwa kambi ya biashara ya watumwa. Aliwakamata watu kutoka vijiji vya mbali, akawafungia kwenye vibanda vya miti kabla ya kuwauza kwa masoko ya pwani. Kila aliponunua watumwa wapya, aliwatoa kafara wachache kwa mganga wake wa kichawi, Bwana Chifundo, aliyesemekana kuwa na uwezo wa kuzungumza na mizimu. Chifundo alichimba shimo kubwa katikati ya eneo hilo, akasema, "Hapa ndipo damu itakapolindwa milele. Kila mtu atakayepita hapa atakuwa mgeni wa roho hizi." Aliwaua watumwa wachanga kisha akazika mili yao. Eneo hilo likawa na harufu mbaya ya damu. Na tangu siku hiyo tulianza kusikia sauti za maumivu kila usiku. Mwaka mmoja baadaye, Mzee Hamisi aliamua kujenga nyumba kubwa hapo, akiamini kuwa akiwa karibu na nguvu za mizimu, utajiri wake ungeongezeka. Aliwalazimisha watumwa wake kujenga kuta za mawe huku wakiteseka na njaa. Wengi walifariki kutokana na njaa, magonjwa au kufanywa kafara. Siku moja, binti mdogo wa Hamisi aitwaye Zainabu alipotea ghafla. Baada ya siku 3 alipatikana akiwa amekufa kwenye shimo la kafara. Mwili wake ulikuwa na alama za ajabu na macho yake yalikuwa yamefunguliwa kupita kawaida. Mzee Hamisi alichanganyikiwa. Aliamini kuwa binti yake alikuwa sadaka ya bahati mbaya kwa mizimu aliyokuwa akiiabudu. Akaamuru mganga Chifundo kuondoa laana, lakini mganga alitikisa kichwa na kusema, "Damu ikishamwagika haipotei, mizimu itadai haki yake milele." Usiku huo huo, nyumba iliwaka moto ghafla. Mzee Hamisi alipatikana akiwa ameshikilia mifupa ya binti yake, macho yake yakiwa yamegeuka meusi kabisa. Baada ya hapo, hakuna aliyethubutu kujenga au kukaa kwenye eneo hilo kwa miaka mingi. Nyasi zilianza